Sasa ni shauri kitaifa kwamba mambo haya yanaletwa na watu ambao inawezekana kudhibitiwa kwa social media ambazo ni hizi simu ambazo wengi wetu tunachukua kwa mikopo, lakini taarifa nyingi ambazo unajua ubongo mwingi wa binadamu hatujui kutafakari kitu. Sasa tunaomba mkuu wetu kama kuna uwezekano wa kuweza kuzicontrol hizi social media, ndio zinazoleta taharuki. Wananchi tuko vizuri, tuko safi. Sisi tunawadai shule, tunawadai barabara, tunawadai elimu bora, tunadai afisa nzuri, lakini social media imekuwa ni chanzo cha vijana wengi kuharibika kiakili. Tuombe serikali yetu pendwa pamoja na wewe tufikishie kwamba waweze kucontrol social media. Taarifa gani wanazopewa wananchi, nini kinachowafikia wananchi, hicho ndicho tatizo kubwa. Huku tuko vizuri. Mimi tarehe 7 nilimpigia mamangu simu, alikuwa anatoka Australia anakuja huku. Nikamwambia mama usije. Kwa nini nilimpigia simu? Kwa sababu ya taharuki ile. Sasa tukiweza kuzicontrol social media, sisi tutakuwa salama. Niseme hayo machache. Naomba niwaambie sisi jeshi la polisi tunafanya doria ya kuwatafuta watu wote wanaojihusisha na matukio ya kihalifu. Tunafanya doria kwa lengo la kuzuia uhalifu. Tunafanya doria kwenye nchi kavu, tunafanya doria kwenye maji, tunafanya doria barabarani. Lakini naomba niwaambie kupitia wataalamu wetu, kwa sababu jeshi la polisi la sasa uweledi umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Tunao wataalamu wetu ambao wanafanya doria za kwenye mitandao. Sisi tunafanya doria mitandaoni, na kwenye kufanya doria hizo mitandaoni wapo watu ambao huwa tunawakamata kutokana na uhalifu wanaoutenda kwenye mitandao ya kijamii. Wapo ambao tunawakamata kwa makosa mbalimbali, mpaka makosa ya wizi. Wako ambao wameshikwa, wako ambao wamefikishwa mahakamani. Mimi niseme hivi, asije akafikiri mtu yoyote kwamba ukifanya matendo ya kihalifu kupitia mitandao ya kijamii kwamba kule uko salama. Sheria iko wazi, inatueleza, inatupa utaratibu namna ya kuwashughulikia na kuwachukulia hatua wale wanaofanya uhalifu kwenye mitandao. Tunajua dunia sasa hivi imebadilika, inakwenda kidigitali zaidi. Kuna uhalifu mwingine ambao unafanyika huko. Sisi jeshi la polisi tunafanya doria na tunachukua hatua. Labda wito kwenu ni kwamba msijihusishe na uhalifu wa kwenye mitandao, msijihusishe kabisa. Jeshi la polisi liko makini kuhakikisha kwamba huko doria zinafanyika. Pia unaweza ukajikuta unaingia kwenye matata kwa sababu ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Hapa tumekusanyika kwa sababu amani iliyopo. Kwa wale mnakumbuka issue ya mwaka jana, muda kama huu tuweze kukaa tukakusanyika hapa kwa kwamba tudumishe amani ili taifa letu liende kusonga mbele. Bila amani hata wafanyabiashara hawezi kufanya shughuli zao za biashara. Bila amani hakuna mtu anaweza kwenda kanisani au msikitini kusali. Hata vijana wa bodaboda, maafisa usafirishaji watapata chochote kupitia shughuli zao kwa sababu ya amani iliyopo. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi sote kuhakikisha kwamba tunadumisha amani na usalama uliopo nchini ili jamii iweze baki salama, serikali iweze kusanya kodi katika maeneo mbalimbali ya wafanyabiashara, na kupitia hizo kodi ziweze kuendeleza miradi mbalimbali pamoja na kuweka madawa hospitalini, mashuleni. Vijana wetu wanasoma bure. Kila kata sasa hivi kuna shule. Tuna shule za msingi na sekondari mpaka form 6 zipo kwa level ya wilaya. Hii maana yake kijana wako anaweza kasoma bure kuanzia shule ya msingi mpaka form 6. Lakini pia anaweza kwenda chuo kikuu akapata loan board. Yote haya yanaweza kufanyika iwapo jamii nzima itakuwa imedumisha amani. Jambo la mwisho, utii wa sheria bila shuruti. Sisi wananchi tunapaswa tutii sheria bila shuruti. Kwa mfano wenzetu maafisa usafirishaji, unaposimamishwa simama. Na ndio maana katika eneo la usalama barabarani hatutegemei mwananchi yoyote aendeshe chombo vya moto bila kufuata, kujua au kusoma alama za usalama barabarani. Sisi wajibu wetu wa jeshi la polisi ni kusimamia sheria.
na kwa mujibu wa sheria haruhusiwi mtu yoyote kuendesha chombo cha moto kuingia barabarani bila kuwa na leseni, na ili aweze kuwa na leseni lazima aende kwenye chuo kinachotambulika kisheria, aweze kupata mafunzo na kisa aweze kwenda kupata leseni. Tunafanya hivi ili kizazi kiweze kuwa kisalama, tuweze kupunguza ajali za usalama barabarani.